Jopo la undwa kumaliza mzozo wa Kongo. Mkutano wa kilele uliowaleta pamoja wakuu wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki umeunda jopo la wasuluhishaji katika mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa tangazo rasmi la kuhitimisha mkutano huo wa kilele uliofanyika usiku wa kuamkia tarehe 25, jopo la wasuluhishaji liloteuliwa linajumuisha rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa Afrika Kusini Kgalema Motlanthe, rais wa zamani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Kassaline Samba Panza na rais wa zamani wa Ethiopia Zahel Work Zewde. Tangazo hilo limeeleza kuwa uteuzi wa jopo hilo unazingatia ukanda, lugha na jinsia. Mwenyekiti wa Jumuiya ya SADC Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe na yule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Rais William Ruto wa Kenya, ambao kwa pamoja wameongoza mkutano huo, wamepewa jukumu la kuwakutanisha wapatanishi hao katika muda wa siku 7 kwa ushirikiano na Umoja wa Afrika. Rais Felix Tshisekedi wa Jumuiya ya Kidemokrasia ya Kongo na Rais Paul Kagame wa Rwanda, ambaye nchi yake inatuhumiwa kulisaidia kundi la uasi la M23, ni miongoni mwa viongozi waliohudhuria mkutano huo uliofanyika kwa njia ya mtandao. Jana Jumatatu, Rais wa Angola Joao Lourenço alijiondoa katika nafasi ya upatanishi katika mzozo wa Kongo baada ya miaka kadhaa ya juhudi ambazo zimeshindwa kuvimaliza vita baina ya Kongo na M23. Upinzani Kongo wasusia mazungumzo ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Huku haya yakijili ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenyewe, vyama vikubwa vya upinzani vimesusia mazungumzo ya kisiasa yaliyoitishwa na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kuanzia jana Jumatatu kwa lengo la kuunda serikali ya umoja wa kitaifa ili kuyakabili kwa pamoja matatizo yanayoishughulisha nchi. Herve Diakiese, msemaji wa chama Pamoja kwa ajili ya Jamhuri cha Moise Katumbi, amemtuhumu Tshisekedi kuwa sehemu ya tatizo na kuongeza kuwa nyumba inaposhika moto hujiungi na mchomaji bali na wazima moto. Iwe mzozo wa makundi yenye silaha, ikiwa mkwamo wa kisiasa ambavyo vinatusubu leo, sababu zake zinahusiana na kukosa uhalali kwa Rais Felix Tshisekedi pamoja na taasisi zote za kuteuliwa. Kwa hiyo Tshisekedi ni sehemu ya tatizo, amesema Diakise. Vyama vingine vilivyosusia mazungumzo hayo ni ECIDE cha Martin Fayulu, lakini pia na muungano wa FCC unaoongozwa na rais wa zamani Joseph Kabila. Mchambuzi wa uhuru wa masuala ya kisiasa Omel Nsongoro amesema ana hofu kuwa hata ikiwa serikali hiyo ya umoja wa kitaifa itafanikiwa kuundwa, kuna hofu bado kuwa Kongo itarudia makosa yake ya zamani, kwani huu sio mchakato wa kwanza wa aina hii kufanyika katika nchi hiyo.